tabia za mtu mwenye kiburi, ambapo pointi ya kwanza inasema mtu mwenye kiburi hapendi kusikiliza watu wengine. Mtu mwenye kiburi hapendi kusikiliza watu wengine. Ya kwanza. Haleluya. Lakini pointi ya pili, mtu mwenye kiburi hapendi kushauriwa. Hizi pointi mbili zinafanana. Okay, fine. Siku zote ushauri ni mzuri. Ogopa sana rafiki ambaye anakusifia kila kitu. Unafanya mabaya anakusifia. Haleluya. Mimi kuna rafiki yangu yuko pale, yule rafiki yangu yule Sebastian, rafiki yangu sana. Kuna kipindi huwa nikikosea, ni mtumishi sana, nafundisha na ubiri, huwa ananishauri. Na kuna kipindi licha ya kunishauri na mimi nazidi kumwomba Mungu, ni kweli naona hapa kweli nimekosea. Naingia kwenye maombi, naanza kujirekebisha. Ndio hiyo inapotokea. Usije ukaongozana na rafiki ambaye kila saa yeye ana kiburi kila saa. Unajua wewe fanya tu, unafanya mabaya na kusifia. Anakupa kiburi ambacho kitakupeleka motoni. Kama ni rafiki, yaani unafanya makosa, anakusifia kila kitu. Anakuua. Huyo rafiki ni hatari. Kuwa naye makini sana. Lakini muombe Mungu akupe rafiki unapokosea na kushauri. Hata Mungu mwenyewe anafanya kazi na malaika zake, afanye peke yake. Huko mbinguni anatulinda. Kwa hiyo tunatakiwa tuache viburi. Kubali kushauri.